Naam, hamjambo ndugu na dada, karibuni tena kwenye somo letu, samahani, karibuni tena kwenye somo letu, na leo tuko lesson ya 9, confirmation checklist. Confirmation checklist ni nini? Confirmation checklist ni zile vitu ambavyo wewe kama mfanyabiashara katika hili soko la forex, zile vitu lazima uzihakikishe kabla hujachukua trade. Huwezi ingia tu trade hivi. Lazima ufanye technicals yako, uelewe kama kuna fundamentals, uongeze pia sentimentals kidogo, na mwishowe kila kitu ikiletana uchukue hiyo trade ama uweke pending order jinsi tulivyo kufundisha kwa somo zetu zilizopita. Na tuendelee. Kwa hivyo confirmation checklist inakuanga na specific things, yani kuna vitu kadhaa lazima uziconfirm kabla hujafuata ambalo zinajulikana kama criteria. Na ya kwanza, kitu ya kwanza lazima criteria zile vitu unaweka tick. Unaona? Hizi uziweka hivi tick. Lazima uzikuwe zinaletana hizo vitu kabla uchukue trade. Kitu ya kwanza ni trending. Trending inamaanisha kuwa hiyo soko iko na mwenendo wa juu ama iko na mwenendo wa chini. Ama haina mwenendo wote, bali hiyo soko iko kwenye, tulisema ikiwa hivi ni consolidation, na tuwezi get consolidation manake inatupea headache na inatupotezea wakati. Kitu kingine ni sakafu, yani support ama resistance. Soko liko kwenye sakafu. Tulisema soko ikiwa kwenye support tunaifuata kama nini? Kama buy. Na tulisema soko ikiwa kwenye resistance, yani imegonga ufa ama upaa ama paa, yani samahani, roof, yani resistance, hiyo soko inafuatwa kama nini? Kama sell, for sell. Hii ni support, ni for buy, na resistance ni for sell. Na pia tunahakikisha kuwa hizo mshumaa ziko na wicks, yani wicks ni utambi. Hiyo yani wicks ni utambi. Hiyo utambi ni refu ama ni fupi. Kitu kingine pia tuna confirm ni kama hiyo soko iko kwenye consolidation, na consolidation tumesema ni soko iko kwenye box, yani soko haina trend. Haina trend soko. Kwa hivyo hatuingii soko kama hiyo. Na trend line pia tumesema ni ile line ya mwenendo, inatuonyesha mwenendo wa, yani ile mstari ya mwenendo ya kutuonyesha. Na price movement pia ni kitu muhimu, direction ya price movement ambao ni mwelekeo wa bei, pia kitu muhimu kufahamu. Na retest ni mara ngapi inaguza support, yani retest ni soko ikionyesha kwenye support hiyo soko for a buy, alafu acha rap ili sote tuweze kujaribu kuchora retest. Retest ni wakati ambayo soko iko kwenye support tuseme, ama iko kwenye resistance, na price iliinuka kutoka huku chini, yani low, ikaenda high, ikarudi tena ikaguza na pullback. Unajua pullback. Sasa ile mara pili kuguza kwenye, ile mara pili iliguza kwenye support, yani horizontal line yetu, hiyo inamaanisha ni retest. Ile mara kwanza, mara pili kiguza ni retest. Alafu inuke tena iguze mara tatu tena retest, hatimaye iende iguze resistance yetu, na resistance ikiguzwa tena mara moja na mara pili itakuwa ni retest. Mara kwanza imeguzwa, soko linang'ang'ana tena liguze mara pili, hiyo ni retest. Alafu soko tena teremka chini, tena iguze mara tatu, hiyo ni retest. Kwenye sasa retest inamaanisha ni ile mara ngapi imeguzwa. Na pullback tumesema ni soko haiwezi kuwa inaenda straight line, bali soko inaenda ikipumua, ikisonga juu tena ikipumua, na kupumua ni wakati inachukua order zingine, inapeana entry zingine. Kwa hivyo hii ni pullback. Pullback ni ile yenye soko inasonga inarudi, soko inasonga inarudi, inajulikana kama pullback. Hizo pia ni criteria zote za muhimu za confirm kabla hujaingia kwenye trend. Na pia what is the trend, na trend ni nini? Inajulikana kama trend ni rafiki yako. Maana yake trend kama ni uptrend ama ni downtrend, hiyo ni wakati ambao pesa huwa inasonga sana. Yani kuna pesa inasonga. Hiyo kusonga inajulikana kama trend. Na trend inakuwa kila wakati ni rafiki yako. Na pia tunaambiwa utafute trend, na pia ukuwe unafuata trend, na ukuwe unatafuta kwenye higher time frames. Higher time frames ni kumaanisha soko iko na hizo mshumaa, kuna wakati unafuata. Higher time frames kuna ile ya monthly, kuna ile ya weekly, na kuna ile ya daily kwa siku, na kuna ile ya 4 hour,
tunateremka mpaka chini 1 hour, yani kuna ile 1 hour, kuna ile ya 30 minutes, kuna ile ya 15 minutes, hadi tunasonga chini mpaka 1 second. Unapata? Kwa hivyo utafute trend line kwa higher time frame ya 1 hour, 4 hour, daily na kama inawezekana pia weekly. Utafute, manake wanasemanga the higher the trend, the stronger the yani the stronger the trend. The higher time frame the stronger the trend. Even wenye wanasemanga. Kwa hivyo ni vizuri uwe kwenye strong trend. Na tuko na strong trend zetu za hapa ni tumesema kitoka low high, higher high, na pia kuna higher low, higher high, higher high, higher low, na hizo zote ni higher low, higher low. So kwa inadanga ikitengeneza low, high, low, higher low, high, higher low, high, hivyo tu. Na hiyo ni uptrend. Direction yake ni juu. Na tena tunakuja from high, tukikuja higher, lower high, lower low, lower high, lower low, na hiyo ni downtrend. Na direction yake ni chini. Higher highs zinazotengenezwa kwa uptrend na higher lows zinazotengenezwa lower highs na lower lows zinazotengenezwa kwa downtrend. Na pia tumejaribu kuangalia resistance na support ni nini, na tukajua ni horizontal lines, line mbili ambazo zinaangaliana, na pia tunaweza tumia trend line na pia trend line nyingine kama support yetu na tutumie kama resistance yetu, na price ikivunja inakuja inaguza tena hiyo retest inakuwa ni resistance, na tena tunasonga tena inaguza inakuwa resistance, inajaribu tena retest nyingine, alafu ina breakout, yani kivunja hiyo resistance ikuze tena igonge hapa inakuwa ni support. Tumesema tunaweza tumia support kama hizi horizontal line mbili, na pia tunaweza tumia support kwenye trend line, support na resistance kwenye trend line. Na in downtrend price imetoka from high inakuja inakuwa inagonga low highs, inagonga alafu inavunja, hatimaye samahani inavunja, haitasonga sana na nguvu nimechora, bali ikivunja inakuja tena na gonga. Sasa hii kuvunja hii inakuwa ni hii ilikuwa ikiguza hapa ilikuwa retest, ilikuwa resistance, na ikivunja iguze tena hapa ni support. Kwa hivyo tunaweza tumia trend line tunaweza tumia kama trend line kama support na resistance, na tumie horizontal lines kama support na resistance. Hii ni price ambayo iko kwenye horizontal line. Unaona hizo line ndio zinaitwa horizontal lines. Na hii ndio mahali support resistance ina happen. Huku ni support, price inakuja na gonga resistance, inakuja ikavunja support, huku chini ndio katengeneza support nyingine mpya, na price ikakuja ikaguza hapa, ikashindwa kuvunja, ikarudi hiyo retest, ikavunja tena, ikageuka tena hapa ni support bali si resistance tena, na ikiendelea penye imevunja huku juu penye imevunja inakuja huku yote kwa hii line yote inakuwa nini? Hii line yote imekuja kuwa ni support, na huku ndo price ikashindwa kupita, ikagonga mara kadhaa, na huku ndo ikakuwa the new resistance. Tumeelewa? Retest 2, retest 3, na huku yote ni retest. Na weeks ni price action, na price action tunajua ni venye mtu ama mfanyabiashara huwa ana study the candles. Hapa tuko na mshumaa A na tuko na mshumaa B, na weeks tulisema ni utambi wa hiyo mshumaa, na weeks pia zinatuelezea hii ni weeks refu. Unaona venye weeks ni refu kutoka hapa mpaka hapa, na hii weeks venye ni fupi, yani hiyo kidogo tu. Na weeks inatuelezea kuhusu yani decisions ama fikira katika hii soko, zile fikira zinatengenezwa. Kwa hivyo longer weeks, tunajua hii longer weeks ni kulikuwa na mvutano kati ya wanunuzi na uuzaji, na mpaka hiyo saa ama hiyo day ikaisha. Na hii ni kumaanisha kuwa na mvutano, bali kulikuwa na strong trends na orders zilikuwa strong, ya kama wanunuzi walikuwa wananunua, ilikuwa ni wananunua kwa nguvu. Na hii lower week inatumaanisha yani kulikuwa na mvutano na decisions kidogo tu, lakini hapa decision ilikuwa ni nyingi, yani wanunuzi na wauzaji walikuwa wanapigania nani watakuwa na control hiyo market hiyo wakati mwafaka. Na hii pia inatuonesha kuwa soko liko kwenye nini, na hizi trends zinatuonesha, hizi weeks zinamaanisha kuwa trend iko karibu ama soko iko karibu kubadilisha direction yake. Na unaona venye hapa, acha tuanze na huko. Unaona hii weeks venye ilikuwa refu, lakini soko ilikuwa ya buyers, ilikuwa inaenda uptrend. Alafu kukakuwa na longer weeks,
wanunuzi wakakosa nguvu, wauzaji ndio wakachukua in charge of the market, na wauzaji wakachukua. Kwa hivyo hizi longer weeks itakuwa market imechange direction to downtrend. Unaona pia hii longer week inamaanisha nguvu ya wanunuzi iliisha. Kwa hivyo decision yenye inachukua next ni wanunuzi ndio wanakuja kubadilisha direction ya market. Hiyo natumai tumeelewa, na tumesema longer weeks inamaanisha market iko karibu kubadilisha direction, na longer week ikihappen direction na change. Longer week ikihappen direction na change. Longer week ikihappen tena hapa ikifanyika direction na change. Tukakuja kuangalia pia consolidation. Consolidation ni pia tumesema ni kukuja kugonga pembeni ama soko kukosa kutoamua. Na tumesema unaona jamaa amechanganyikiwa hapa, ajua aende wapi, amechanganyikiwa. Tumesema soko likiwa kwenye consolidation itakuwa inatupatia headaches. Na pia ni feeling mbaya sana yenye hutaki kuwa ndani yake. Consolidation hizi tunaziona hapa, soko haina direction bali ina move, na pia inajulikana kuwa ni ranging ama indecision ama sideways. Hiyo yote inajulikana kama consolidation. Ndio consolidation, hii yote ni consolidation. Hii yote ni consolidation. Hii yote tunaziangalia kama consolidation. Hii pia ni trend line. Trend lines zimetumiwa kama resistance. First mara kwanza imeguzwa resistance, mara ya pili retest ya pili, retest ya tatu, retest ya nne, mara mwisho hatimaye price ikavunja vilikokuja kanyaga juu ya trend line. Sasa inakuwa nini? Support. Hii pia inakuwa ni support. Kwa hivyo tunatafuta resistance nyingine ama price tuseme irudi tena chini, ivunje resistance tena. Hii resistance itakuwa, hii support ivunje tena itakuwa ni resistance. Pia tunaambiwa tafute nini? Tafute retest kwa support na resistance, ndio tukue na entries za kuingilia tena. Na pia ndio hizo entries tumezimia kwenye resistance, kwenye retest, kujaribu tena. Na hatimaye hizi conditions zote zikiletana ndo unaweza kuingia ama kuchukua hiyo trade. Na wakati unaingia kwenye trade usisahau the most important thing nini? Kuwa na stop loss, uingie na proper ama ile lot size muhimu ambazo tumezisoma, na kuwe na exit ama hiyo exit inajulikana kama TP, ambayo inamaanisha take profit ama kuchukua faida. Naam, hiyo ndo mwisho wa somo letu la basic ya foundation ya forex. Tumemaliza darasa zote, na nawashukuru sana. Hapo chini kwa YouTube utapata kuna Telegram link. Ingia kwenye Telegram link ndio uweze kucommunicate ama kuwasiliana na mimi, na ningependa sana pia tupatane kwenye Easy Way Learn Academy, tuendelee na darasa la pili, darasa la tatu mpaka darasa la 4. Na nawashukuru sana, asanteni kwa wakati wenu. Muwe na siku njema.